zangu wapendwa, karibuni katika adhimisho hili la misa takatifu. Na leo katika Injili tutamuona Yesu anawaamuru wanafunzi wake waingie chomboni waweze kuvuka kwenda ng'ambo ya ziwa. Na anapowaamuru hivyo, yeye anakuwa nabaki na makutano akiwaaga. Na anapomaliza kuwaaga, basi Yesu anaamua kujitenga zaidi, anapanda mlimani sehemu ya faraga, na huko anaomba, huko anasali, huko anaungana kwa undani zaidi na Mungu aliye Baba yake. Anapomaliza kuomba huko sehemu ya pekee kwenye faraga, zinapofika saa za jioni, muda umekwenda kidogo, Yesu anaamua kuteremka mlimani, anaenda kwenye ziwa. Kwa sababu wanafunzi walishamtangulia, basi yeye naye anaanza kutembea juu ya maji. Na anapoanza kutembea, anapofika sehemu fulani, kwa kadiri ya picha inavyoonekana, huko baharini palikuwa na dhoruba kubwa, upepo ulikuwa unavuma, hali ilikuwa si shwari. Lakini basi Yesu mdogo mdogo anatembea kuelekea hiyo boti ambayo walikuwamo wanafunzi wake. Wanafunzi katika hali hiyo kwa mbali wanamuona kama mtu anakuja anatembea kwenye maji. Wao wanashikwa na butwaa, wanadhani wameona kivuli. Lakini Petro anapata ujasiri wa kuhoji, kama wewe ni Kristo, niamuru na mimi nikufuate. Basi Yesu anamwambia njoo. Tunaona anaanza kutembea, lakini achukui dakika 2-3, anapotazama dhoruba na upepo anaanza kuzama. Mara Yesu anamshika mkono, anamuokoa. Na wanapokifikia iko chombo, dhoruba yote inakoma. Basi wanapofika ng'ambo ya pili, kulikuwa na makutano, washasikia kwamba Yesu anaenda sehemu hiyo. Basi nao wakawaleta wagonjwa na walikuwa na matatizo, wakapata uponyaji. Hayo ni mazingira ya Injili ambayo tutasikia siku hii ya leo. Sasa tunaweza kusema hivi: Yesu aliweza kutembea juu ya maji. Yesu aliweza kumwokoa Petro asizame kule baharini. Yesu aliweza kuwa sababu ya dhoruba kukoma baharini, wakatembea shwari. Na Yesu huyu aliweza kuwaponya matatizo watu wote ambao waliwakuta kule ng'ambo. Narudia tena, Yesu aliweza kutembea juu ya maji. Yesu aliweza kumwokoa huyu Petro ambaye alikuwa anazama baharini kwa sababu ya hofu yake. Yesu aliweza kutuliza hiyo dhoruba kwa kuingia kule chomboni. Na zaidi sana, Yesu aliweza kuwaponya watu na changamoto zao kule ambako walipokuwa wakielekea. Kwa nini Yesu aliweza kuyafanya haya yote? Yesu aliweza kuyafanya haya yote kwa sababu alianza na Mungu. Kabla ya kuwaruhusu wale waende wafuasi wake, aliwaruhusu baada ya muda, akaagana na makutano, akapanda mlimani kwenda kuomba kabla ya hayo mambo yote. Hivyo anakuwa na uwezo wa kuwafanya hayo yote ni kwa sababu alianza na Mungu. Hivyo nasi kama Wakristo wa Katoliki, tukiweza kuanza na Mwenyezi Mungu katika mambo yote tunayoyafanya, haijalishi dhoruba za dunia hii, tutavuka ng'ambo salama. Tusimame tupige magoti, tukiri dhambi zetu.